Okay, bwana zifahamu aina 5 za chipu ambayo amewekewa Humphrey Polepole. Bwana, hii ni baada ya siku kadhaa aliyekuwa naibu na waziri wa mambo ya nchi ambaye ameongoza akiwa huko Cuba na akiwa pia Malawi, na aliwahi kuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Humphrey Polepole kutekwa na watu wasiojulikana mpaka sasa. Bwana sasa, lakini ndugu wa karibu Humphrey Polepole aliweza kutoa kwamba mwilini mwa kiongozi Humphrey Polepole na mwanaharakati wa kisiasa ana chip. Sasa leo hii nakuonesha live aina ya hiyo chip, na ina mambo 5 hatarishi zaidi ambayo si yajua. Yani kwamba kabisa na kudokeza tu kidogo kabla sijafika mbele, kwamba aina hii ya chip ina uwezo wa kumuonesha hadi vitendo ambavyo anakuwa anafanywa muda huo, na yuko sehemu gani, amelala au bado yuko hai, amekufa au nini. Lakini hicho tu ni kidokezo cha kwanza. Kabisa kwanza nataka ufahamu kiufupi harakati za Humphrey Polepole, alafu niende nikutajie umuhimu wa hiyo chipu na uhatari zaidi kwa watu ambao wamemshikilia. Kwanza kabisa fahamu kwamba Humphrey Polepole kwanza ni mzawa na Mtanzania halisi ambaye ametumikia nchi kwa takriban miaka isiyopungua 10 na toka akiwa kijana, yani UVCCM, mpaka kuwa mwenezi wa kitaifa wa Chama cha Mapinduzi na baadaye msemaji wa chama hicho, na mwisho wa siku kuwa mbunge na kupata madaraka zaidi ya waziri pia wa mambo ya nje, na ni kuwa mwakilishi wa watu wa nje, yani kama balozi kwa lugha nyepesi, ambapo alikuwa balozi Malawi na baadaye akawa balozi Cuba. Ina maana nchi mbili ambazo ameshazitumikia kwa weledi wa hali ya juu. Baada ya hapo mnamo karibuni akaanzisha mambo nakwambia ya kisiasa, na mambo ambayo alikuwa kidogo anaeleza na kutoa kinaga ubaga vitu ambavyo vinaendelea nchini. Baada ya hapo Humphrey bwana alionekana location zake zikisoma, baada yupo Cuba, lakini mwisho siku alionekana pia yupo nchini Tanzania, na hatimaye ndugu zake kuja kutoa taarifa kwamba ametekwa na watu wasiojulikana. Sasa aina hiyo ya chipu nilikwambia nitakutajia hapo mbeleni chipu hiyo inafanya nini, na chipu hiyo mambo 5 makubwa ambayo ni hatari zaidi kwa watu wanaomshikilia kuhusu hiyo chipu. Chipu kwanza kabisa ina uwezo wa kutambua kwamba mtu yuko wapi. Hicho ndo cha kwanza, kwamba anaiongoza kama ndugu wa karibu, anaingiza tumle details zake pamoja na namba na kutambua kwamba huyu mtu yuko wapi, anafanya nini muda huu na nini akinafanyika. Pia ina uwezo wa kutambua je yupo hai au la. Kwa hiyo mngoje kwamba kaka yake alisema atakuja kutoa kwamba siri kwamba je yupo hai au la. Hilo la mimi na wewe tunazidi kumuomba Mungu na kumwombea inshallah, kwa sababu watu wasiojulikana siku zote ni janga kidogo. Tunaweza tukasema ni janga kwa sababu wote hatujui, na kabisa na jina lao linajulikana kama watu wasiojulikana. Cha pili kabisa ambacho nataka nikwambie pia cha tatu, kwamba hiyo chipu ina uwezo wa kutambua kwamba huyu mtu kwa saizi anafanywa vitendo gani vya kikatili na vitendo gani si vya kikatili. Yani namaanisha kwamba ule uwepo, kama kuna matendo yoyote anafanywa ya kikatili, chipu hiyo itaonesha live na wahusika, hata kama watakuwa wamevalia kininja au la. Hiyo ndio ubora na aina ya chipu ambayo aliwekewa. Hiyo chipu unaambiwa aliwekewa akiwa nchini Cuba. Je, mimi na wewe unahisi nini ambacho tutakiwekewa mwilini mwetu? Tafuta pesa bro ili uweze kufanywa vitu kama hivyo. Pia kitu kingine ambacho nataka nikuorodheshe cha 4 na ambacho ni hatari zaidi, kwamba chipu hiyo ina uwezo wa kuzuia au kufanya yani mtu ajue kwamba akiwa anasafirishwa mwisho wa siku ikawa inapiga mwilini kelele, yani mwili wake ukawa unatetemeka, nyinyi mkajua ni jambo tu la kawaida, kumbe inatoa ishara sehemu kwamba mnapita na huyu mtu na huyu mtu anaenda sehemu fulani. Kwa hiyo ni ngumu kwanza kabisa mtu kumtoa
outside yanamaanisha nje, kwa sababu ile chipu ikifika sehemu yoyote ile italia, na uko angani mitambo itatikisika. Kwa wewe ambao hujasubscribe, nakwambia kumbuka kusubscribe. Tutajua kinaga ubaga nini ambacho kinaendelea. Haya ni mambo hatarishi. Kingine basi ambacho ulikuwa ukifahamu kuhusu hiyo chipu hiyo pia ina uwezo wa kutoa kumbukumbu halisi, yani ina mfumo wa memory card, na maana ina rekodi kuanzia sauti mpaka kile ambacho kinazungumzika. Kwa hiyo kama kuna mtu alimtaja mle, basi endapo akirudi mtayafahamu yote. Kama kuna watu walitajwa majina yao kule, mtafahamu. Kama alikiri au la, au alifanyaje, vyote mtafahamu. Pia ina uwezo wa kusense zile sauti ambazo zimejificha sana, yani minong'ono ambayo mtu ananong'ona, labda akimwambia jirani, bwana sasa huyu ni hivi na hivi, basi yenyewe ina uwezo wa kutoa hizo taarifa rasmi kwa ubora wa hali ya juu. Wewe ambao hujasubscribe, nakwambia kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani, kwa sababu utakuwa unakosa vitu ambavyo ni vizuri na vya kuvutia. Basi hayo ndio mambo matano usiyofahamu kuhusu chipu ambayo imewekwa mwilini mwa Humphrey